Eneo la hifadhi ya Ngorongoro lipo kaskazini mwa Tanzania, magharibi mwa mkoa wa Arusha. Ni moja ya maeneo muhimu zaidi kiikolojia barani Afrika na duniani, hasa baada ya kutambuliwa na UNESCO kama eneo la urithi wa dunia. Hifadhi ya Ngorongoro inajivunia kuwa na wingi wa wanyamapori, mandhari za kipekee na ushahidi wa masalia ya kale ya zamadamu. Lakini kinachoifanya Ngorongoro kuwa ya kipekee zaidi ni kuishi pamoja kwa binadamu na wanyamapori ndani ya mfumo mmoja wa matumizi mseto ya ardhi. Hapa jamii ya Wamasai huchunga mifugo yao katika nyanda za kale za volkano, wakishirikiana na wanyama mwituni. Lakini leo, hali hii ambayo imepata mafanikio makubwa inakabiliwa na changamoto nzito. Tukianza na mafanikio ya uhifadhi, mfumo huu wa matumizi mseto umefanikiwa kulinda upekee wa Ngorongoro, hasa katika maeneo maalum ambayo hayaruhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu. Uhifadhi umeimarika huku hadhi ya kimataifa eneo hili ikiendelea kudumishwa. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro limeendelea kuvutia watalii kutoka pande zote duniani. Ongezeko hili la utalii limechochea mapato na fursa za ajira, kuanzia waongoza watalii hadi huduma katika lodge na kambi za kitalii. Utalii umeendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa eneo hili. Kwa upande wa jamii, manufaa yake ni upatikanaji wa maeneo makubwa ya malisho ndani ya hifadhi ukilinganisha na yale yanayopatikana nje ya hifadhi, kuendelezwa kwa mila na desturi na ufadhili wa elimu kupitia baraza la wafugaji. Hata hivyo, mafanikio haya yanaambatana na matatizo kadhaa yanayoongezeka kwa kasi. Mwaka 1959, wakati hifadhi ya Ngorongoro ilipoanzishwa, kulikuwa na takribani watu 8,000. Mwaka 2022, idadi hiyo ikafika watu 1,793. Na kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu ya mwaka 2022, idadi hiyo inakadiriwa kutimia watu 276,651 ifikapo mwaka 2050, kwa wastani wa ukuaji wa 3.6%. Hali hii inaongeza mahitaji ya matumizi ya ardhi kwa makazi, huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi, wakati ukubwa wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro hauongezeki. Kwa upande mwingine, makazi ya binadamu yameongezeka kutoka maboma 13,381 mwaka 2019 hadi kutimia maboma 17,734 mwaka 2025, ongezeko la 28.8%. Hali hii inapunguza nyanda za malisho kwa mifugo na wanyamapori, na hivyo kuongeza ushindani wa matumizi ya ardhi na uharibifu wa mazingira. Hali kadhalika, idadi ya mifugo inayopatikana ndani ya Ngorongoro imepanda kutoka mifugo 261,723 mwaka 1960 hadi kufikia mifugo 715,466 mwaka 2022. Idadi hiyo ya mifugo iliyoongezeka inajumuisha ng'ombe 274,943, mbuzi 201,938, kondoo 200,000,
26,553 na punda 11,032. Tathmini hii inaonyesha kwamba ili kuweza kuishi vyema mwaka 2022, mifugo ilihitaji kilomita za mraba 4,579 sawa na asilimia 56.4 ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro lenye ukubwa wa kilomita za mraba 8,122.70. Mahitaji haya yanakadiriwa kuongezeka hadi kufikia kilomita za mraba 8,464.56 sawa na asilimia 104 ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro ifikapo mwaka 2050. Hii inamaanisha wanyama pori na makazi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro vikiondolewa kabisa, eneo hili halitoshi hata kwa matumizi ya mifugo pekee ifikapo mwaka 2050, na hivyo kutoa hitaji la lazima la eneo jingine ili kukidhi mahitaji ya ufugaji. Licha ya takwimu kuonyesha kuwa idadi ya mifugo inaongezeka kila kukicha, uwezo wa ufugaji ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kujikimu kiuchumi na kuwa na usalama wa chakula kwa kutegemea mifugo pekee umeendelea kuwa duni na kupungua. Kwa kawaida, kiwango cha chini cha mtu kujikimu kwa kutegemea mifugo pekee ni ng'ombe wanane wenye uzito wa kilogramu 250 kwa kila ng'ombe mmoja, yani Tropical Livestock Unit. Mwaka 2022, Tropical Livestock Unit kwa mtu mmoja ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro ilikuwa ni 3.5, ambayo inakadiriwa kushuka hadi kufikia Tropical Livestock Unit 1.5 kwa mtu ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kwamba jamii ya wenyeji wanaoishi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro inahitaji kuwa na shughuli mbalimbali ili kujikimu kiuchumi na kuwa na usalama wa chakula bila kutegemea ufugaji pekee. Kwa upande mwingine, tafiti zinaonyesha kwamba baadhi ya wanyamapori kama vile choroa, nyamera na swala twiga wametoweka kabisa katika bonde la Ngorongoro. Wanyamapori wengine kama vile nyumbu wakazi, yani resident wild beast, wamepungua kutoka 1,600 mwaka 1960 hadi kufikia 600 mwaka 2020. Swala tomi wamepungua kutoka 5,000 mwaka 1965 hadi kufikia 1,500 mwaka 2019. Na swala granti wamepungua kutoka swala 1,700 mwaka 1965 hadi kutimia 400 tu hapo mwaka 2019. Kupungua au kutoweka kwa wanyamapori hao kunahusishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu katika bonde hilo. Takwimu zinaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2025, wastani wa watu 7 wamekuwa wakiuawa kila mwaka na wanyamapori hadi kufikia jumla ya watu 77, wakiwemo watoto wa shule wanaosoma ndani ya eneo hili la hifadhi. Wamekasirika kweli wenyeji, wanasema sisi tunataka watoto wetu ama tunaua wale simba. Kumtaka mtoto asome yale mazingira kweli kabisa ni kutendea haki. Watu 274 wamejeruhiwa na mifugo 1,450 imeuawa na wanyamapori katika kipindi hicho.
uwepo wa magonjwa hatarishi ya kuambukiza yaani zoonotic diseases kama kimeta na kichaa cha mbwa yanaathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano kati ya mifugo, wanyamapori na maisha ya kila siku ya jamii. Mnyama yoyote aliyekufa kwa kimeta, unaona kimeta ni hatari. Kitaja kimeta hakuna utalii. Director of Veterinary Service au Wizara ya Afya wakadeclare tuna kimeta Tanzania hii, watalii wote hawaji. Mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu kama vile uingizaji wa bidhaa, watu na mifugo kutoka nje ya hifadhi umeathiri uoto wa asili uliokuwepo kwa karne nyingi, na hii imesababisha kuenea kwa mimea vamizi ndani ya eneo la Ngorongoro na hatimaye kupunguza nyanda za malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori. Hali hii inaongeza ushindani wa malisho na kusababisha uharibifu wa mazingira. Miongoni mwa mambo ambayo wananchi wanayahitaji ni kutumia eneo lote la hifadhi kwa shughuli za ufugaji, majengo ya kudumu, pamoja na shughuli za kujikimu kiuchumi kikiwemo kilimo. Mahitaji yanayokinzana na sheria iliyopo hivi sasa. Utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050 unasisitiza jamii kuwa na makazi bora ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira, pamoja na kuunganisha miundombinu ya huduma za kijamii kama vile afya, elimu, nishati safi, maji safi na salama na utunzaji wa mazingira. Hii ina maana kuwa jamii ya wenyeji wa Ngorongoro wanahitaji huduma bora za kijamii kama umeme wa uhakika, huduma za afya za kisasa, makazi bora, shule, maji na huduma za mifugo nje ya maeneo yaliyohifadhiwa. Mustakabali wa Ngorongoro kwa sasa uko njia panda. Kila njia tutakayoichagua ina faida na hasara zake, si kwa uhifadhi tu, bali kwa jamii, utalii na eneo hili la urithi wa dunia. Njia ni 3. Mosi, hali ibaki kama ilivyo hivi sasa, au tuondoe wanyamapori na kuacha eneo hili kwa ajili ya ufugaji pekee ama uhamaji wa jamii pamoja na mifugo yao ili kupisha uhifadhi na ekolojia ya eneo hili. Hatimaye ni lazima tuchague njia moja yenye manufaa endelevu. Hebu tuziangalie hizo njia 3. Mosi, je, hali hii ibaki kama ilivyo hivi sasa? Kwa ongezeko la idadi ya watu kwa 1160 na ongezeko la mifugo la 173.4. Ikiwa hakuna kitakachobadilika, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba aina zaidi ya wanyamapori watatoweka kama ilivyotokea kwa choroa, nyamera na swala twiga. Utalii utaporomoka na kusababisha hifadhi ya Ngorongoro kutoweka ifikapo mwaka 2050. Pili, je, tuondoe wanyamapori na kuacha eneo hili kwa ajili ya ufugaji pekee? Hii ni njia nyingine inayopendekezwa kuwaondoa wanyamapori ili kupisha ufugaji na shughuli zingine za kibinadamu. Kwa mtazamo wa awali inaonekana rahisi, lakini matokeo yatakuwa makubwa na mabaya. Ekolojia ya Ngorongoro, Serengeti na Masai Mara itapotea kabisa, kwani eneo hili ndipo yalipo mazalia ya nyumbu wahamao, yani the Great Migration. Hadhi ya urithi wa dunia itaondolewa. Utalii utaporomoka mara moja na kusababisha pato la taifa kushuka, kwani utalii unachangia zaidi ya 17%. Njia ya 3 inaibuka. Njia hii inayojikita katika uendelevu wa muda mrefu wa eneo hili.
Njia hii inalenga uhamaji wa jamii pamoja na mifugo yao ili kupisha uhifadhi na ekolojia ya eneo hili. Hii ina maana kwamba uhamaji wa watu na mifugo yao kutoka ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa ni jambo linalotoa fursa kwa jamii kupata maendeleo, hati miliki ya maeneo nje ya hifadhi na kuwa huru kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi tofauti na ilivyo hivi sasa. Matokeo ya haraka ya njia hii ni kwamba ushindani wa matumizi ya ardhi ndani ya Ngorongoro unaanza kupungua. Nyasi za asili zitaanza kurejea, mimea vamizi inaanza kudhibitiwa, idadi ya wanyamapori inaanza kuongezeka, ubora wa utalii unaimarika. Migongano ya maisha ya kila siku kati ya binadamu na wanyamapori inatoweka. Familia zilizohamishwa zinapata fursa mpya: umiliki wa ardhi, umeme wa uhakika, upatikanaji wa maji, shule za kisasa na huduma za afya, shughuli za kiuchumi zikiwemo kilimo na biashara. Bila shaka njia ya tatu inaonyesha manufaa endelevu kwa jamii, uhifadhi na utalii na urithi huu wa dunia. Hatuna budi kujiuliza maswali magumu. Je, kwa mazingira ya sasa, watu na wanyamapori wanaweza kuendelea kuishi kwa pamoja? Je, ni haki kuendelea kusisitiza watu kuishi maisha duni ndani ya hifadhi? Bonde la Ngorongoro limesimama kama moja ya maajabu ambapo binadamu na wanyamapori wameishi pamoja. Lakini leo uwiano huu umekuwa dhaifu na unabadilika kwa kila sekunde. Ushindani wa matumizi ya ardhi kati ya uhifadhi, maendeleo ya jamii na shughuli za utalii unaongezeka kila mwaka. Iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, eneo hili la urithi wa dunia litatoweka na kupotea kabisa. Uwepo wa hazina hii ya kiikolojia na uhai wa viumbe wanaoiita Ngorongoro nyumbani unatutegemea sisi. Chaguo ni letu. Tulinde urithi huu kwa vizazi vya sasa na vijavyo, na tusiache ukapotea mbele ya macho yetu. Wahenga wanasema, jamii hukua pale viongozi wanapopanda miti wakijua kwamba kivuli chake kitawanufaisha vizazi vijavyo. Tulinde hifadhi ya Ngorongoro. Tulinde hifadhi ya Ngorongoro.